tukishuhudia uzinduzi wa kiwanda kikubwa na cha kwanza na cha mfano nchini Tanzania cha Solar Nitrochemicals Limited, kiwanda cha kuzalisha baruti pamoja na vilipuzi, ambao leo tunashuhudia uzinduzi wake. Kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miongozo yake pamoja na nguvu kubwa anayotumia kuvutia uwekezaji katika nchi yetu ya Tanzania, uwekezaji ambao umekuwa na manufaa makubwa sana. Mheshimiwa Rais alifanya ziara katika nchi ya India na baadhi ya nchi katika bara Asia, na alizungumza na wawekezaji mbalimbali, na mnachokiona leo hapa ni matunda ya kazi nzuri inayofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuvutia uwekezaji. Ninyi ni mashahidi, eneo lenu hili sasa limekuwa na viwanda vingi sana, ambao viwanda hivi vimeendelea kutoa mchango chanya katika kuikuza wilaya yetu ya Kisarawe, lakini vile vile kuboresha maisha ya watu wetu kupitia ajira na kukuza uchumi katika eneo hili. Haya yote yanatokana na kazi nzuri inayofanywa kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ambao Mheshimiwa Rais anaisimamia juu ya uanzishwaji wa viwanda. Tunafahamu umuhimu wa viwanda katika kukuza uchumi wa nchi yoyote na uchumi wa watu katika maeneo husika. Leo tupo hapa kushuhudia tukio kubwa na la kihistoria ambalo wilaya ya Kisarawe ndio inakuwa wilaya ya kwanza Tanzania nzima kuwa na mradi mkubwa wa kiwanda cha baruti na vilipuzi vyenye uwezo mkubwa wa kuzalisha idadi kubwa ya vilipuzi na baruti. Hakuna sehemu nyingine yote Tanzania isipokuwa wilaya ya Kisarawe. Mheshimiwa DC, leo mnaandika historia. Leo mnaandika historia kuwa wilaya ambayo inakuwa wilaya ya kwanza kuzalisha kwa wingi mahitaji katika migodi yetu mingi hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sekta ya madini inakuwa siku hadi siku. Mwaka 2022-2023 mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa ilikuwa ni 7.2%. Mwaka 2023-2024 mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa umeongezeka kufikia 9.0%, na malengo ni kufikia 10% ifikapo mwaka 2025, na haya ndio maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini sekta hii inaendelea kuingiza fedha nyingi kwenye mfuko mkuu wa serikali. Katika mwaka wa fedha 2015-2016 sekta ya madini iliingiza katika mfuko mkuu wa serikali makusanyo ya shilingi bilioni 162 kwa mwaka mzima. Lakini baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya mwaka 2017 tukaanzisha masoko na vituo vya ununuzi. Mwaka wa fedha uliopita sekta ya madini imeingiza katika mfuko mkuu wa serikali makusanyo ya shilingi bilioni 753. Na mwaka huu wa fedha tumetengewa malengo ya kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1. Mpaka leo ninavyozungumza nanyi, tarehe ya 13 mwezi wa 4 mwaka 2025, sekta ya madini imeshaingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 800, na tuna mwezi wa 4 haujaisha, wa 5, wa 6. Ikifika mwezi wa 6 tutaingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 kama malengo ambayo tumejiwekea. Sasa kwa nini nimeanza kuyasema haya? Kwa sababu sekta hii kwa kiwango kikubwa sana inategemea sana baruti na vilipuzi.
hii ni kati ya mahitaji makubwa sana katika migodi. Nchi yetu ya Tanzania kila mwaka inaagiza baruti na vilipuzi kutoka nje ya nchi. Vilipuzi ambavyo tunaviagiza kwa mwaka ni vilipuzi milioni 10 kwa kila mwaka, na baruti ambayo tunazalisha ni tani 26,000. Sasa sisi tumepata bahati Kisarawe. Kisarawe hapa kinajengwa kiwanda chenye thamani ya zaidi ya dola milioni 8, sawa sawa na bilioni 19, ndo thamani ya kiwanda hichi hapa. Kiwanda hichi kitakuwa kina uwezo wa kuzalisha baruti tani 22,000 kwa mwaka. Maana yake ni kwamba mahitaji yetu kwa mwaka ni baruti tani 26,000. Kiwanda hichi kina uwezo wa kuzalisha asilimia 95 ya mahitaji ya baruti yote ya nchini Tanzania. Haya ni maendeleo makubwa sana. Lakini kwenye vilipuzi sisi tunaingiza vilipuzi milioni 10 kwa mwaka. Kiwanda hichi kina uwezo wa kuzalisha vilipuzi milioni 15 na ziada ya milioni 5. Maana yake ni kwamba Tanzania itaacha muda sio mrefu kuanza kuingiza baruti na vilipuzi kutoka nje ya nchi. Hivi sasa tunajitosheleza ndani ya nchi. It is my great honor and privilege to welcome you all to this important and proud moment, the official launch of Solar Nitrochemical Limited's new explosive manufacturing plant here in Kisarawe. We believe in safety, quality and reliability, due to which since the start we are enjoying accident-free weeks, months and years. Since the beginning in November 2021, we have grown steadily and proudly contributed to the country's development. So far, we have contributed over 17 billion shillings to the government revenue through various taxes and levies. With an investment of USD 8 million, we look ahead to exponential growth, both in production and national contribution by 2030. This facility is built with future in mind. With a production capacity of 22,000 metric tons of bulk explosives, 15 million units of detonators annually, we aim to meet domestic demand, also serve a strategic market across East and Southern Africa. This means more local content, faster service, reduce import dependencies, increase reliabilities for our clients, and the cheaper products for our local miners.